Wewe, kwanza nikwambie huyo, yani mume wangu heshima tadhima likupa, ila bado kwako likuwa katima. Kujali wangu mtima, ukaniona mitaira, ukaniachana ukanda zako kwa jila. Sa vipi ningeweza pinga wakati mimi sina tandinga? Wenye nazo alinishinda, nikabaki najimaliza, na wangu moyo ukaumiza. Kisa nini unanitatiza? My baby basi sikiliza. Kwema vipi haya? safi. Niambie. Ila wewe kaka, toka umehamia hapa ndo tunakuona leo. Dada wewe acha tu. Yaani si bwana kutoka usiku kurudi asubuhi ndio hivyo tena hatuonani. Yaani unatoka usiku unarudi alfajiri. Haya karibu. Asante. Wewe unaitwa nani dada? Mimi naitwa Shadia. Shadia eh. Mimi naitwa Kirama. Shadia. Kirama. Wewe fagia taratibu. Unaona kuna mavuzi. Sawa tu moja uoshe vyombo watu wakiwa wanafagia. Sasa nataka nioshe saa ngapi wakati sasa hivi ndio asubuhi? Marahaba za asubuhi. Salama. Unajua leo ni wapi jana? Umelala peke yako? Kwa nini? Toka jana walivyoondoka, hajarudi hata mmoja. Mwanangu, hao ndio maisha yao hao watu. Hao malaya. Hao wanajiuza nzio, ndio maisha yao. Kudanga ndio maisha yao, ndio ili wapate kodi na kula. Ila we mwanangu umefuata kulala na sio mengineyo. Sasa basi, wanayoongea yaingilie kushoto tokee kulia, sitaki uyafatishe. Wewe unajua ni msomi eh? Binti yangu ni msomi mzuri sana, kwa hiyo fuata usomi wako, usiwafatishe hao. Au nzio wanajiuza, au ni madunga embe yarushindikana.
Sijui unanielewa? Nakuelewa mama. Na sitaki hayo yajatokee. Sawa mwanangu? Pata kilichokufuatisha huko. Ni kitanda. Ila mamdogo maisha magumu hayo. Sasa tutafanyaje? Hey mama. Habari ya asubuhi. Salama, shikamoo. Tupo tunasuza zetu vyombo hapa. Tunamshukuru Mungu asubuhi ya leo ina neema. Ni kweli, zungumza na mwanao, maana umri alofikia huo ni wa kufanya naye mazungumzo mara kwa mara, na hapo alipofikia ni hatari, unajua, na ni binti usaizi. Kwa hiyo anatakiwa ajue nini kilichompeleka humo ndani, na kama alipelekwa kulala basi apate tu kulala. Hata akishauriwa ushauri wowote na hao mabinti basi asiufuate wala asiusikilize. Uingilie sikio hili huku, utokee sikio hili huku. Maana mimi mwenyewe nimekelwa, nimechoshwa na kero za hapa nyumbani. Nyumba yangu imekuwa kama dangulo. Asubuhi. Salama. Maliza kwa shamba mama, nataka nikuzoe uchao. Napenda vibonge genge. Wajiimbisha tunang'ang'a na kuja hapa. Sasa ona hebu shika kwa weka kwanza. Unaanza sasa ujanao. Nini? Sasa si tunataka kuamka na biashara mke wangu. Ndio nini? Kwanza na kwanza. Lama Mke wangu. Unaelewa? Jana mijegele imebaki. Umefanya umbea, hujalipwa hela. Njegele zimebaki. Sasa nisikilize kwa makini. Umenielewa? Sitaki 2000 kama jana. Nataka kwenye umbea unilete 7000. Kwenye njegele unilete 7000. Ushanielewa? Sasa nasema wewe. Sasa lo chat, wewe ushamaliza kila kitu. Sawa mke wangu. Beba fanya haraka. Ona uko kwa akili una. Napenda vibonge genge. Mimi nakuletea 7 na 7 nakuletea. Sasa sema 7 na 7. Marahaba. Wapi tena mashati begani? Bondeni. Bondeni ufanye? Na wapi bondeni, kuna harakati zangu naenda kufuatilia. Kwa wewe sasa hivi una harakati. Kama kawaida. Na uko mkononi umeshika nini? Mkononi hiki sio kitu bwana. Leo wako nisikie matukio yake, nimechoka kila siku upando. Nimechoka umtao, umenielewa eh? Sawa. Nenda ulishe miguu yako hapa haraka. Naona unanichelewesha, mimi nenda bondeni. Na kuchelewesha eh? Ole wako. Hey.
baba vipi? Safi. Wewe unaingia unatoka. Kodi yangu vipi? Siku ya 3 leo. Mke wangu ameondoka, mama mkwe anaumwa, ameenda nyumbani kwao. Lakini mie yani mbona mkako kaondoka ajaga? Na wewe mwenyewe umekuja hapo unataka kuondoka bila hata kuaga. Ingekuwa sija kusemesha. Sawa, hapa sasa hivi nilikuwa nina hela fulani hapa, nimemtumia yeye ili amtibie mama. Kila siku 2-3 hizi mimi nitakupa hela yako. Yaani mimi sitaki kuelewa. Mimi nataka kodi yangu. Nimevumilia vya kutosha. Sawa mama, nitajitahidi hizi siku 2-3 tutakuwa nimeshamaliza. Sitaki kuelewa kabisa. Sawa. Siku 2-3 labda. Salama. Za kwako nzuri. Eti chumba cha Minando kiko wapi? Mwenye mume wake ameingia. Nani? Mwenye mume wake ameingia, mtoe nje. Nimekuja kufuata mume wangu tuondoke. Yeye ana miguu ya kuja huko. Unajui kama leo Jumatatu wewe mwanamke. Sasa sikiza nikwambie. Nimemwandaa mtoto wa kiume. Nilivyomaliza kumwandaa, kaelekea zake kazini. Upo nyonya. Upo titi. Hayupo saizi ndani. Na anajua wakati wake wa kurudi hata kuja huko, sio kugongana na hodi asubuhi. So kweli mume wangu yuko humo ndani. Naomba mtoe mume wangu, nataka niondoke naye. Sijui unaelewa? Nitolee mume wangu humo ndani. Bwana matatizo gani? Huyu mume wangu akiwa kwangu ni wa kwangu. Sijui unanielewa? Sijakuelewa bado. Utanielewa japo taratibu. Mtoe mume wangu humo ndani, nataka niondoke naye. Na laiti wewe ingekuwa nakupenda wewe mume wako, asingekolea mke wa pili. Sijui unaelewa? Kwa hiyo nilikuja kukuletea ngonjera. Sijakuletea ngonjera. Ila nakupa ukweli na uwazi. Kuna kitu umepungukiwa wewe mwanamke. Sijui unaelewa? Kuna kitu umepungukiwa. Ndio maana katoka kwenye mwili wako, kwenye ufahamu wako, kwenye kila kitu. Ndio maana kaja kwa mama Mpemba originali. Sijui unaelewa? Kuna vitu kavipa. Kwako kavikosa, kwangu anavipata. Nasemaje mume wako uko ndani? Hebu mtoe. Bwana matatizo gani? Jamani, nitakuja kumsala na sisi. Wewe